So ladies and gentlemen, mi niseme tu hapa inatosha kwamba tunaweza tukasema kwa sasa Iran ni mwanamume, na Iran ni mwanaume kwa sababu amepigana vita vikali sana ambavyo ni vita vilivyoanzishwa na baadhi ya nchi ambazo ni superpower niseme, ikiwemo nchi kama hii ya Amerika pale, ambapo ilionyesha wazi kabisa wanampiga Muiran kwa nguvu zote, ili mradi Muiran aweze kusalimisha zile silaha zake ambazo alikuwa nazo, ama aweze kujitahidi ili aweze kuanguka chini, ama ile serikali yake iweze kusambaratika. Ikionekana wazi kabisa kwamba Iran ni nchi ambayo ilikuwa inaongozwa kwa vikali sana na serikali ambayo imeonekana kuwa ni serikali ya dini ya Kiislamu, ama ni serikali ambayo ni ya uongozi wa Kiislamu, ambapo ilikuwa inaenda kulingana na sheria za Kiislamu, ambapo watu wengi sana walipata ugumu mpaka kutembelea nchi ya Iran, ikizingatiwa kwamba imeonekana tu kwa watu wengine wa baadhi ya nchi nyingine kwamba ina sheria ngumu sana, lakini wenyewe walikuwa wanasema kwamba hino ndio sheria ambayo ililetwa na mtume wetu, basi hivyo basi inatubidi na kulazimu tuifuatilie vile ambavyo iko. Na hata baada ya kwamba ameweza kutandikwa, na yeye pia vile vile akatafuta njia ambazo atawafanya wale ambao ni maadui zake waweze kujutia lile jambo ambalo wamelianzisha, na kufanya mpaka kiongozi wao wa Kiislamu akaweza kuuliwa, kama vile ambavyo wanasadiki ya kwamba waliweza kumua, ambapo mpaka sasa tarehe 24 hii ambao ni mwezi mzima unaendelea kuisha tangu vita hivi vianze. Kiongozi huyu inasemekana ameuliwa, lakini mpaka sasa hatujaona mazishi yake yakitokea pale nchini Iran, ambapo majengo, sehemu za wanafunzi kusoma, majengo ya kiserikali, sehemu za mafuta ambavyo yanatengenezwa yaliweza kuharibiwa, na ikaleta tension kubwa sana bara la Uarabu.